Karibu ndugu wangu, maana naona umenisusa. Sio kwa kunisusa huko. Wewe acha tu shoga yangu. Niache kama nilivyo. Na mambo yamenifika hapa kooni. Mambo gani tena ndugu wangu? Shemeji yako na siku hizi 3 hajalala nyumbani. Kwa hiyo shoga yangu nimekuja hapa unipe ushauri. Nifanye nini? Unipeleke kwa babu au niachane naye? Bora ya kwako wewe ya huyo mume wako ana siku 3 hajarudi nyumbani. Ya kwangu mimi umeyaona. Kaka yangu huko mama mtaa mzima ana madeni, mara tongeze marafiki zangu. Upo? Yaani mpaka hata sura yangu si niweke wapi? Vituko anavyonifanyia huyo kaka yangu. Si unanielewa? Maana naona yako kwa na afadhali. Si bora wewe mume. Unaweza kwenda kupata mtu mwingine akawalea hata watoto. Mimi huyo kaka yangu, mzigo nilokupo nao, nampeleka wapi? Mtu mzima kama yule afanye jichetua mambo kama hayo. Yaani na mazito naona yako kwa na afadhali. Ndio nimekuja hapa unipe ushauri. Nifanye nini? Ndio maana nimetoka huko kwangu nimekuja hapa. Najua ndio udugu wangu, wewe ndio kila kitu. Wewe ndio unanifikia siri zangu mimi. Udugu wangu hapo umefika. Cha msingi tu yule bwana kama haja siku 3 utafuta mtu mwingine angalia hao watoto walelewe. Lakini ya kwangu mimi mazito, nashindwa hata sehemu ya kukimbilia udugu wangu. Vituko vya hapa nyumbani. Yaani ninavyokuambia hapa pamepoa. Subiri sasa ipata changamka. Yaani sasa ipata changamka. Si unanielewa? Nakuelewa. Basi haya mimi napita tu ndugu yangu. Tutakuja kuongea siku nyingine. Udogo wangu we karibu na sio unakaga sana huko mambo kama haya mazito unakujaga kuletaga hapa kwangu. Haya sawa. Haya karibu udogo wangu. Ole. Kuna vitu kibao mtaa. Kuna vitu kibao mtaa. Uswahilini watu wanafanya. Yawa wakopo sijui kwa nini ukimcheki mkubwa. Utasema kama mtoto ukimcheki mtoto. Yani da changamoto mtaa wa uswahilini. Yani da changamoto uswahilini. We kaka we. Hivi ndio tabia gani za kunitia aibu hapa mtaani? Naongea na wewe. Sasa nangu nakudhalilisha chani bwana. Haunji kuikala hapa kwa nana wa maji kuhusu njoko kudhalilisa. Kwa nini nikana wewe chumbani? Ina maana hujui unachokifanya, si ndio? Wewe kumtongoza rafiki yangu kweli? Wa kumtongoza rafiki yangu? Nangu nimenitangoza rafiki yako? Ndio. Rafiki yako gani? Ina maana mjui ule chaupe huyu. Umjui? Sasa mimi ninaanzaje kumtangoza yeye? Au labda ule analeta sobo kwangu ananitaka, njimana akaja kwako kukwambia hivi. Anataka uje, yaani yeye anajifanya kuzangaruka hivi. Nji kama kupiti kwako hivi, uje kuniambia kwamba yeye ananitaka. Sijawahi kunitangoza. Yaani wewe unanitia aibu mtaani. Haya, wewe unamtongoza bado unaenda kwa madukani ukipita unaenda kukopa. Alafu unakuja kuambia je kuchukua hapa pesa. Unajielewa kweli wewe? We dada sikiliza. Unajua wewe unashindwa kuelewa kitu kimoja. Yule akabifika hapa, njagani kutanimika lapana. Mahona, nasoma gazeti. Njakapi kuja nimiva kama hivi. Nje kuniuliza hivi, kwani wewe nje ulikuwa mwanajeshi? Mbona umevaa nguo ya kiwanajeshi? Umeona? Nje nikamwambia, nilipika Wasambiji, nilikuwa mwanajeshi. Sasa mambo ya vita nje likapigwa bomu nikakimbia nje kuja huko Tanzania huko. Umeona? Sasa nje kuniona, nje naona akaanza kunisabokea hivi. Baada ya kumwambia nangu nje mwanajeshi, lakini sijanitangoza. Kwa hiyo kumwambia mimi mwanajeshi nje kunitangoza. Si umekopa juisi kwa dukani hapa mtu kaja kunidai mimi hapa. Mpaka navuliwa kiatu. Je, hao wanaleta sobo wakiniona wananisabokea. Kwani mimi nilimwambia nipe juisi? Kuniuliza mkochi kwamba wewe kwani ukumbeli juisi? Nikamwambia mimi nakumbela kuchukua kunipa. Nilimwambia ninataka. Kwa hiyo ina maana ukienda duka la watu unachukua tu vitu bure bila kulipa. Alafu unakuja kunitamia madeni hapa. Mimi sijapenda kabisa hizo tabia zako utakuja kuona na baya. Sijapenda kabisa kaka. Kwani wewe hapo umekuja mambo ya kumtangoza mtu au mambo ya kukumbela juisi? Yote yamekuja hapa. Kesi kila siku mimi nimechoka. Nimechoka na vituko vyako unajua.
Sasa hapa tutatuele happy hapa la kunitangoza mtu au juhisi. Yote ndio nataka nijue. Kwa nini umtongoza rafiki yangu na kwa nini unaenda kukopa madukani kwa watu? Mtoto ukimcheki mtoto. Dada kwenye maambia kutangoza huko kwani wewe una haki nilona nangu kwani mmae nangu senje nome. Sasa kama mtu analeta sobo mwenyewe. Kwa hiyo nataka nangu nikale kila siku hapa mpaka nje siku nikute ni mipala mibata hapa. Ni wapala mimi mabata huku ndio unione mimi mbaya. Wanaleta sobo, wakileta sobo, njinangu ndivyo hivyo tu. Yaani unanizalilisha kakaangu kwa hivi vitendo unavyofanya. Yaani ndio nakutegemea ndio mkubwa uwe na akili, lakini kumbe akili hauna kabisa. Sasa ndio nini unachokifanya hivi? Ndio nini? Mtaa mzima ananiangalia mimi tu. Sijapenda kabisa ulichokifanya. Ndio nakwambia hivi, tabia za kutongoza marafiki zangu mimi sitaki. Yule kama dada yako. Sijapenda. Sio natolea macho hapa. Mjinga wewe. Lole kwanza na yeye yule. Kitu kidogo sasa wewe unakitaka mimi. Sasa nisipate mademu. Yaani nikale tu kila siku nisipate mademu kweli. Njiunguli kuwa wewe njiungeweza. Nje kimuona demu nzuri anakuja hapa akileta sabo hivi. Nani tangoza? Siku nyingine jatani kutangande huko. Nimilala naye mpaka usubuhi. Wanasaboka wenyewe. Ngoja ninaona. Alafu yule jatani uniletee nguo nikufulie. Nimetaka nimpelekee huko nguo zangu. Ninamwambia, "Baby nguo zimekuchafu nifulie." Akinikubalia tu akikubali tu. Nampa nguo afue hapo hapo. Mtaa Uswahilini. Mtaa Uswahilini. Mamai. Nakuita shoga yangu hata utoke huko ndani. Nakuja udugu. Karibu shogile. Shoga yangu asante. Si unajua tena mambo yetu ya heka. Nimekuletea udugu sare. Nina shughuli ndugu yangu, maji mapya haya shoga yangu. Maji ya kwanza kijoa kitupu chukuchuku ni shilingi 10,000. Alafu na chenye mtandao ni shilingi 18,000. Kwa hiyo shoga yangu, yes kwa. Karibu ni udugu nimeona uzi kambe. Sio shida zangu. Wewe nakuja hapo kuleta maokoto. Shoga yangu karibu. Haya, haina shida udugu yangu. Unajua kuchagua. Haya poa, ngoja niende mimi. Unajua kuchagua. Haya poa, ngoja niende mimi. Mjomba. Unafanya nini hapa? Hapa nipo kwenye maombi ya simu hapa. Kutafuta mtandao. Hata aibu ana. Nipo kwenye simu na sisi mtandao. Mimi nimekuwa nachokiangalia hapa. Umeniona kweli? Nisikone mimi macho sina au? Unajua mjomba, nikwambie kitu. Kuna vitu vingine lazima ulaole kidogo. Kusafisha meho kidogo yawe meupe nayo. Sasa vitu kama vile mjomba ndio wewe ndio utakosa kulola kweli. Yaani wewe mjomba, hujagusa pointi ndogo tu. Mimi najua ninachokitaka. Sasa yule achana naye. Yaani unafanya kama maji ya mvua yamepita. Mimi nakuletea cha kwangu, chuma kiliponyooka. Hebu tapicha. Wewe mbona una mambo makubwa? Kwa hiyo wewe ngoja kwanza. Wewe wako ndio unataka kuleta nani? Kunilete mahi nzuri. Yaani naona ile ndio ivonyoka vile. Na mtoto yupo hivyo kwanza mtoto mweupe. Ana mapepe hajapinda kama nyoka. Wewe mbona utapenda wewe hata kama una hela utaenda kukopa mahali? Yaani kwanza wewe ukimuona ati mwenyewe unajiona kama Mwarabu. Mweupe yeye lakini unajiona rangi ya kwako. Mtoto kaa kioo. Yaani huyo nzuri kuliko yule? Sasa yule nini? Ana nini ule cha kushinda wewe? Yaani nakuletea pisi kweli. Mtoto ana shape, mtoto kanyoka.
Nzuri kama karoti. Kwa hiyo unanileta lini? Wewe nilete basi. Alafu siku hizi onje utakuwa rafiki yangu. Umesikia? Wewe unataka kuniambia yule pale minyata yule si nzuri? Yule ana nini bwana? Kakunja. Yaani kajikunja kunja sijui upoje. Mimi hata sijampenda. Mimi nakuletea wa kwangu kwanza. Ukiangalia tu rangi kama karoti. Hadi mwenyewe unapaga ya mbona. Wewe nilete kwanza, umesikia? Ukinileta huyo alafu siku hizi utakuwa rafiki yangu. Usipende vya bure bure. Sasa mpa. Hela kwa kifupi. Hela. Maabia hela kuna seda. Yaani mnangu kama nji maabia na kusawa. Mimi nikienda tu nani huko Ntange huko naenda kuuza kalosa, napata hela na kuja kukuletea. Kama una hela mjini hela baba, umetoka kwa kijijini kila unachofanya bila hela. Hapa hela, lete hela afu utaona kesho nitakuletea. Hela hipo wewe lete. Sasa nikuletee alafu wewe una hela. Sasa wewe kusenja ukija naye mimi ninakupa hela. Hela hipo wewe. Hapo utakuwa unafanya la maana. Alafu utaona hiyo pesa nakuletea hadi mwenyewe utachanganyikiwa. Nitakupa bwana. Haya basi sawa. Yaani mimi nikupe hela. Weka ntangoze huyo mahi unlete hapa. Alafu uone. Labda ni muibi mama yako ngani hu. Nihibe hela zake anaziweka kuchikopo mule. Nije nikupe wewe. Sina hela mia kukupa. Wewe jinga kweli. Eti nje anabinuka kama ndoo. Nje ukamuona mahi gani anabinuka kama ndoo. Mtoto longo huyu kama nini njinga huyu. Kuniona mimi sina akili Lofa wewe. Kwani wewe uliuliza wamekuambia mimi nipo wapi? Otea mimi nipo wapi? Wewe unafikiri niko mapolini huko? Nimekuja mjini, nipo mjini bwana wewe, mjini. Jana nje nikaenda Kariakoo. Umeona? Bwana wewe kuna watu, yani watu nchi wengi hivi, wamejaa hivi. Nje kumwambia dada, wewe dada wewe. Njia hapa mbona sioni? Tunapenya wapi? Mbona tunje unaona watu wamejaa sana hivi? Je kuniambia twende tu. Nje tunakitembe hivi. Tunatembea hivi. Nje kiupande hivi kama sago. Tunakwenda hivi. Upo pana watu Kariakoo huko. Wewe unafikiri Kariakoo unaweza kuna nini? Kutambea mtu kama wewe, uweze hata kutambea. Mjomba. Ngoja kwanza, ngoja. Nitakupigia tena. Una simu ya kunihona? Ningekupigia unihone. Unihone. Ngoja kwanza. Vipi mjomba? Goma hilo hapo. Goma hili hapa. Goma la nini? Kwani wewe mimi na tulikubaliana nini? Je, nimesahau niambie tulichongea jana. Wewe umeniambia nikutafutie nini? Wewe si unaniambia nikutafutie mwanamke. Mwanamke huyu hapa. Kwani wewe chizi? Wewe alikwambia mimi nataka mwanamke nani? Kwa Kiingereza you. Yaani mimi nje hivi, nina madevu yote haya unitafuti wewe mwanamke kweli? Kwa hiyo tunakataana. Wewe ndio umeniambia nikutafutie mwanamke. Nimekutafutia mwanamke tena unamuona rangi ile ile ya karoti. Sasa huyo kwani wewe na huyo mkubwa nani? Mkubwa mimi. Maana wewe si una macho squeeze. Mai, hebu subiri kwanza. Wewe baba naomba shika adabu yako. Tena ushike adabu na adabu ikushike. Wewe ulize kati yangu mimi na wewe mkubwa nani wewe kusoma ujue hata picha uone. Alafu kingine, Mai, mwana mwenyewe ndo huyu. Wewe unapomwona huyu kwa sawa huyu? Huyu nyamidevu. Kingine babangu, sikupendi na wala sikuhitaji. Nilipotokea hapo tu nimekuona yani hufai na wala hunogi. Maajabu kwa dunia. Kwa hiyo wewe sasa hivi mpaka mimi unanitukana. Michongo mingine utakuwa unampa nani? Umeniambia nikutafutia mwanamke, nimekuletea huyu hapa. Sasa usiniambie anakufaa au kufai? Wewe mimi sitaki mwanamke. Alafu mimi nje mimi hoa nanka wangu. Sobo na mademu sina. Sasa huyo mwanamke angalia alivyokuwa hivi. Chimba umbao kama huyu mimi nampeleka wapi? Yaani mlango ungekuwa unaongea ungekwambia yeye. Wewe siku hapa tumeongea nini? Tumeongea nini mimi na wewe? Sisi tumekubaliana kabisa hapo mpaka usimatonigea hela. Kwa mimi nimekutafutia mwanamke leo unakuja kunikataa mimi huyo? Mimi unanikataa wewe. Hivi Mai, nataka nikuulize swali dogo tu. Hivi wewe unavomwona na hela?
Ni mjomba wako sawa, lakini wewe ukimtizama yule ana hela. Sasa sikia nikwambie kitu. Kati ya siku zote ulizonichwela, basi damu kubwa leo umenichwela vibaya mno. Na hivi ninavyokuambia naondoka. Wewe na mimi ndo tunamalizana. Kwa sababu mimi nimenyanyua ngoko zangu nimemfuata yule. Wewe ungekubali? Ungekubali mimi sasa ningekuwa nakula vitu hapa najisonona sonona. Wewe jomba nikuulize kitu. Wewe ulinileta yule nani? Mbona yupo kama kijiiti hivi? Maana yake kimekomala hivi. Wala tengisiki. Anapifanya hivi. Nje naona tu dela lile ndo linafanya hivi. Hakuna hata mwili mu. Sasa unaleta hapa kwa nini mimi? Wewe una akili wewe? Asa ndo uvoniumbu hapa mbele za mgeni. Ungeniambia tu kama huyu basi simtaki. Sasa mimi si ningetafuta nikakutafutia mwanamke mwingine. Huyu mimi ndo nafanyaga na michongo yangu. Mimi michongo yangu itafauluje? Wewe ulikepisa masiku zile pale nkuchi kwamba yupo kama ndoo, yupo kama mtungi wa gesi, mtungi wa gesi ule. Kwa nini unamwonaje? Sasa wewe nje haya tufanye wewe hapo nje mimi hapa. Ninakuletea mtu kama yule unakubali? Mimi ninataka alinaona kama aliondoka siku zile yule. Lofa wewe uelewe. Ndio maana nakutega. Kwa sababu gani usijui mbao za Linta? Wewe unaziona mbao za Linta zivonyoka na wewe kanyoka hivyo hivyo. Kwa nini ulikubali? Mimi wa nini yule? Mtu mwenye sasa anapoonekana hata kitembea anatembea hivi. Kama nji mwanajeshi hivi. Kunileta kwangu mimi wa nini? Sisi zimefanana vile vile. Kasoro mikono tu na uso na macho alikuwa naye. Muone kwanza. Mimi Lofa. Na sasa nitaona nitakachofanya. Mimi nimekuletea mwanamke hapa afu wewe sasa hivi unaanza kuniletea. Kelele bwana wewe, usiniletee upuzi wako huo. Mjinga mimi, ndakuletea mimi mambo ya kijeshi. Na mimi nataka hela yangu wewe, inawezekana unitapeli hivi. Koda mkubwa anataka kuniambia eneo hili lote la kwenu hili. Shoga yangu nimejipata. Koda mkubwa uwanja una majani vibaya mna, sijui ulivyoamka hujafagia. Wewe umekuja kutembea, umekuja kuninangananga. Damu kubwa wewe wangu, shoga yangu, acha tu nikwambie ukweli. Mbona kwenu vyombo vinakadi sana neza usiku, mimi sikuulizage nikija. Wewe lini unakuja nyumbani kwetu soko kuta vyombo vinafoka nje? Tuachane na hayo shoga yangu, hata sijajia hayo. Tukachukua na upepo bure hapa. Jambo gani? Nilichojia hapa shoga yangu. Kuna siku nimekaa zangu nyumbani. Namuona mtoto Mai huyu anakuja pekele nikajua kama kawaida yangu shoga yangu. Naingiza nini? Mshiko. Maana yule mtoto hana baya. Kufika pale ananiambia, "Dada kuna mtu kakuelewa." Bwana manake. Bila kuweka shoga yangu. Kanielezea pale na mimi nikaingia line kama unavyonijua shoga yangu. Mzewa. Nikasema hapa nsiweke usiku. Kwenda mpaka kwao bibi wewe. Wapi umeenda wapi? Kwenda kwao bibi wewe. Umemkuta nani? Namkuta mbaba, mwali ana minyoro utasema mwenda wazimu, sijui alotokea wapi sijui. Wewe baba hajulikani kama ni mbaba, yani kwenye ubaba hayupo, kwenye uvulana hayupo. Sijui unanielewa? Na kwenye yani utu uzima yani kote huko hayupo. Sijui yule mtu ni wa sampuli ipi. Mimi nicheke. Ina maana na yule kakutongoza na wewe? Kwa nini unamjua na wewe? Yule akutoka Mbwinde. Shoga kanitaka, kanitongoza. Si unaelewa? Ananitaka leo kesho anataka ni mama mtu wake. Upo? Sikiliza sasa sijamaliza bibi wewe. Basi kufika pale Mai ndo anamwambia yule mjomba wake, "Mjomba, goma ndo hili." Mimi shoga yangu unavyoniona isura ilivyokuwa ndogo. Nilipofika pale sura yangu ilizidi kuwa ndogo. Maana nilichoka hoi. Mjomba wake tena naye anaanza tu kunichamba, "Huyu mtu huyu. Huyu si ubao wa Linta." Mimi nimekaa kwanza na mimi nikasema tu sintani. Na mimi nikamrusha vimaneno viwili vitatu pale, nikamwambia Mai, "Bibi wewe, kwa heri. Siku zote unaleteaga watu wa maana, lakini leo umefeli." Nikaondoka zangu bibi wewe. Kwa habari ndio hiyo. Yule bwana kama ndio unamjua ndio huyo. Shoga yangu kweli nyota imekufifia. Wewe naye hata sijachunda shoga yangu, bahati mbaya tu ile. Mimi wa kuchunda. Subutu. Labda sio kwa mtimkavu mie. Kwanza siku watu wa siku hizi bibi wewe anataka watu wembamba kama sisi. Unanielewa? Mmoja naona. Labda kama una jingine. Katoka na njilinji yule babu yule. Kamleta pale dada yake. Nakwambia kila nikienda mimi nakwambia ananitaka, nakwambia sijui kama mwenzangu sio kwa style ile. Kutoka na njilinji shoga yangu sio shida. Wengine wanakuja na hela za korosho shoga yangu, lakini kwa yule wewe tena tamaa. Asante shije jamani duniani hapa. Hela za korosho zitakuwa. Wewe mwenyewe unanijua. Yaani mama, kusema kweli mimi hata simuelewi kaka. Afu mdomo wako
Kafanyaje huyo kaka? Sijui anafanya nini hapa. Ana kazi yoyote, kazi kumaliza nafasi tu. Mimi kila siku nalala godoro la chini. Siondoka huko kwao kijijini akawachimbe miogo. Asa wewe kakaangu, wewe anakuhusu kitu gani mpaka unaongea maneno kama mtoto mdogo kama hivi? Kinacho ni umalo. Kwa nini mimi nilale godoro la chini afu yeye alale godoro la juu? Sawa. Haya. Utalala na mimi. Haya, unasemaje sasa kakaangu mpaka unamsema sema hapa maneno mimi tasikuelewi. Hebu zungumza bwana, nyoosha maelezo. Yaani hilo jambo. Wewe unajua jambo? Jambo zito. Uzito umepitiliza hadi umevunja mzani. Si ndio useme jambo gani? Alichoniambia nimtafutie piskali. Unasemaje wewe? Kuna vitu kibao mtaa wa Uswahilini watu wanafanya. Yawa wakopo sijui kwa nini ukimcheki mkubwa. Mimi ni yule. Mbona kama unaonekana ni mtu mwenye mawazo mengi sana? Shida ni nini? Kakaangu, tuko tumeenda location kushuti filamu mpya, lakini nimekosa nafasi, wameninyima. Pole sana. GSP Brand Film ni suluhisho matatizo yako. GSP ndo nini? Yaani GSP Brand Film na maanisha ni kampuni ambayo inajihusisha kukuza vipaji vya wasanii kama nyinyi na kuwapatia nafasi kubwa ili waweze kufikia ndoto zao. Na wapataje hao GSP? Ni jambo dogo sana. Lete simu yako. Mimi ni yule mtoto milioni acha. Hizo ni namba zao. Unaweza kuwasiliana nao na wakakupa mrejesho wote. Natumaini siku moja utanishukuru. Asante, nashukuru sana. Usinipe asante sasa hivi, ila baadaye ukishafanikiwa ndio nitafute unipe hiyo asante. Timiza ndoto zako. Mimi ni Hello, habari. Kwa majina naitwa Mwashingo G, ni producer lakini pia ni mwakilishi wa GSP Brand Film. Kwa majina naitwa Taina, ni muigizaji. Niko hapa kuiwakilisha kampuni ya GSP Brand. Tuko hapa kukuhabarisha kuwa tunapokea vijana kuanzia umri wa miaka 18 na kuendelea juu. Lengo letu ni kutengeneza sinema. GSP Brand ni kampuni ambayo inaanza kuchukua wasanii wenye umri wa miaka 18 na kuendelea. Wewe kijana ambaye unahitaji kutimiza ndoto zako, tunakukaribisha sasa katika kampuni yetu ya GSP Film Production. Hiyo ni kwa ajili ya nini? Hiyo ni kwa ajili ya wasanii ambao wanahitaji kukaa kambi. Na wasanii hao wenye uwezo kukaa kambi na pia wenye utimamu wa akili na kimwili. Kwa hiyo, ukiwa wewe ni kijana kuanzia miaka 18, mzee unahitaji kutimiza ndoto zako sasa, basi fika kwetu sisi GSP Brand Film. Tunapokea, tunafanya kazi na nyinyi. Njoo utimize lengo lako. Unatupata vipi? Angalia hapo chini kwenye kioo chako, kuna namba zinapita hapo. Tupigie sasa, tutakupa maelekezo yote jinsi ya kutupata. Karibuni sana na tunawapenda sana. Asanteni.